Ni moja kati ya interview ambayo ilifanywa na Ally Kamwe ndani ya East Africa Radio, ndani ya kipindi pendwa kabisa cha The Planet Bongo, ambapo Ally Kamwe ndani ya mahojiano ambayo alikuwa alihojiwa kuhusiana na vitu mbalimbali vingi sana, lakini miongoni mwa kitu ambacho alihojiwa ni kuhusiana na wasanii wa Bongo. Yani aliulizwa kwamba ni msanii gani ambaye unamkubali au ni msanii gani ambaye aliachia ngoma nzuri ambayo ulitokea kuvutia. Bwana, katika upande wa muziki Ally Kamwe hakuwa na makando moja kwa moja. Ili swala alizungumzia kusema kwamba miongoni mwa wasanii wawili ambao ni manguli wa muziki wa Bongo Flava hapa nchini Tanzania ambao ni Alikiba pamoja na Diamond Platnumz, moja kwa moja Ally Kamwe alisema kwamba Diamond Platnumz ni msanii ambaye anaachia ngoma kwa kuangalia mashabiki wanataka nini. Yani huwa kujaribu kufuatilia muziki wake kuna wakati utaukosoa na kusema kwamba sio mzuri, basi jua tu moja kwa moja wakati huo kuachia muziki ambao ulikuwa unakulenga yeye. Yani huwa yeye Diamond Platnumz anaachia nyimbo kwa kuangalia makundi ya watu kwa wakati huo. Ni kundi gani lina trend kwa muda huo na linahitaji nyimbo aina gani, basi Diamond Platnumz anaitengeneza na kuiachia. Ukilifuatilia ili utaligundua kupitia baadhi ya nyimbo zake. Kuna baadhi ya nyimbo za Diamond Platnumz anaziachia zikiwa zimebeba Uswahili ndani yake. Ni moja kwa moja hapo Diamond Platnumz amelenga kundi la mashabiki wa Uswahilini, lakini kuna wakati anatengeneza baadhi ya nyimbo ambazo zinalenga watu wa upper class. Hii imekuwa tofauti kidogo. Ally Kamwe alizungumzia kwa upande wa Alikiba, ilikuwa ni tofauti kidogo. Ally Kamwe alisema kwamba Alikiba huwa mara nyingi anatengeneza muziki ambao anaujua yeye, anaangalia vile anavyojua yeye na mashabiki mtamfuata nyinyi wenyewe. Kitu ambacho mashabiki wamekizungumzia kwamba Ally Kamwe ameonekana akiwa anampendelea zaidi Alikiba kwenye mazungumzo yake. Yani ameona kwamba muziki wa Alikiba ndio muziki bora zaidi ukiulinganisha na muziki wa Diamond Platnumz. Bwana, nikuachie kidogo kionjo usikilize jinsi ambavyo Ally Kamwe alivyokuwa akizungumzia hili swala. Naomba usisahau kudondosha comment yako, na hii ni Bipari TV na si mwingine ndani ya mjengo ni Chetu MC. Kwenye mpira Ali kule kuna game ikiisha tu pale labda imecheza Yanga na nani, man of the match Pacome Zouzoua. Unajua zile baada ya msimu kukata nasikia wana MVP wa mwaka 2021 fulani anatajwa pale. Kwenye muziki nani ni msanii bora kwa sasa? Kwa sasa msanii bora kwa sasa bora kwa sasa, msanii bora kwa sasa, mimi naona kuna wasanii bora kwa sasa wanafanya vizuri. Hata wachezaji wanakoga, kuna wachezaji bora kwa kibao. Pacome anawasha, Maxi anawasha, lakini anachaguliwa huyu, wanafanya vizuri, wanafanya vizuri. Kwa mfano unamwona Diamond Platinum. Sasa hivi ameamua kutuhudumia watu wote. Kuna wakati anawahudumia Waswahili wenzake, kuna wakati anahudumia karia yake international. Yaani wakati Diamond anatoa nyimbo tu haituhusu. Hii nyimbo ana mchongo wake mwingine. Alafu kuna nyimbo anatoa inatuhusu. Kuna challenge kama anafungua geti nini, yaani nyimbo tu yetu ya Waswahili. Kwa hiyo unamuona kuna wakati unaweza kama hafanyi vizuri kwa perception ya Uswahili wetu, lakini kumbe ameanza kuhudumia karia yake sehemu nyingine. Kwa hiyo ukitaka kumrate hivyo utasema kuna huyu bwana anafanya vizuri fulani, huyu atoe ngoma zinapendwa si mtaani, kumbe zako ana game nyingine anaondoka nayo. Kwa hiyo it depend unataka kutazama pande gani. Kwa mfano kwa kipindi cha hivi karibuni Mbosso alikamata muziki, si ndio? Mbosso alikamata game, alikuwa kila anachokifanya kilikuwa hit. Nakumbuka Mbosso hata wakati Balevo kaanza story kwamba power iliandikwa, verse yako iliyofutwa ilivyorudishwa na yenyewe trend. Ile iliyofutwa ilivyorudishwa na yenyewe trend. Ikaondoka vile vile. Maana yake kila alichokuwa na kigusa kinatani kwa dhahabu. Sasa it depend kwa wakati na aina gani ya wewe MVP unamtafuta. Unaelewa? Unakwambia sasa hivi kama anafanya vizuri, kwa sasa hivi Uongo Dhambi hali katoa nyimbo imekamata. Hali katoa nyimbo, unajua ni mimi mtazamo wangu, umeona nyimbo za Diamond huwa ana target audience kuimba nazo. Alafu Diamond yani Ali anaimba na kipaji chake, nyie mtamfuata. Diamond huwa anajimbia yeye, yani Diamond anaimba na audience. Yani Diamond akiwa anaandika muziki kama yuko kwenye jukwaa, Dangote baba lao zombi sikishika hapo, watu watajibuja hapo.
Yani anaimba mziki wa jukwaa na watu. Alafu Ali anakuja kuonyesha mimi najua mziki. Kwa hiyo nitaimba katika ala zangu, nitaimba katika tempo yangu. Alafu nyie mtajua. Unaona nyimbo ya sasa hivi? Silali. Yani labda wewe unataka kwenda kumuiga uimbe naye. Kama hujajiandaa vizuri huwezi kuimba naye. Sauti haitoki. Kwa sababu yeye mimi najua mziki. Kwa hiyo atakupeleka katika kodi ambazo huyu baba huyu. Yani Ali anafanya talent yake. Sasa Diamond ndiye anafanya mziki, anakuwa anafikiria hapa nani nitaimba naye hapa. Itakuwaje? Watapokeaje watu na vitu vyote. Lakini Ali akienda studio thinking yake ni music tu. Huyu Diamond ameanza mziki 2009 tunamjua, tunamuona wote. Mimi kwa umri wangu nimemuona. Sio kwamba akashushwa tu papo kaja kuwa mkubwa. Kaanza, katoa nenda kamwambie tunaiona, tunaisupport. Katoa Mbagala tunaiona. Anakwenda mpaka leo kawa hapa. Na Diamond amemkuta Ali kwenye game. Sio ukweli? Ali ameanza kuimba before. Ali ametangulia, Ali kachua kijiti sio na kina Dully Sykes, Ali yupo anaua. Diamond alivyokuja ndio ule uvumi nilichowaambia hapa. Kama ambavyo Diamond katengeneza watu wake. Na hii wala kitu kuna siku alikuwa anahojiwa nikatamani mwambie kwamba usichukie. Hii kwamba madogo anakuja ananishwa na mimi, madogo anapanda. Usichukie hata wewe. Haya alishindanishwa na Ali, wewe ukawa hapa. Ndio ukweli. Diamond alikuja baadaye akasema subiri. Ali umeona kama anafunikwa na dogo. Yeye pia aliletwa na Ali. Ndio ukweli wa kwenye game tukizungumza ukweli. Mbona yeye hataki sasa hivi kumind? Hataki kumind kwamba Mbosso anakuja sio na nini. Ndio amezungumza vizuri mwanzo, nimeelezea vizuri kwamba Diamond 2015 kahudumia kutengeneza superstars wa kwenye game. Lakini pia na yeye 2010 ngapi hapo alichukuliwa Ali ndio akatengeneza Diamond, ndio ushindani ukaanza. Si ndio? Kwa hiyo hatuwezi kuwashusha leo.